Kwa mara nyingine tena leo kwenye movie yetu anaonekana huyu kaka akiongea na dada yake na anamtakia heri siku yake ya kuzaliwa. Dada mtu anashukuru na kumwambia kaka yake, "Yaani huwezi kuamini kilichonitokea leo, yani gari langu limeharibika na hivi ninavyokuambia nipo kwenye taxi hapa." Basi kaka yake akampa pole na kumwambia atamnunulia gari jingine. Huyu kaka anaitwa Ayo na huyu dada anaitwa Kemi. Kwa upande mwingine anaonekana mdada akishuka kwenye gari na wakati akishuka kuna mkaka alikuwa akimwangalia kwa mbali. Wakati yule dada anapoagana na yule mkaka aliyokuwa naye kwenye gari wanakumbatiana na nini wenyewe wanaonekana wapenzi hawa, anaonekana yule mkaka akishangaa ambaye alikuwa amesimama pembeni. Sasa mara anamfuata yule dada anataka kuingia ndani, wakati yule mwenye gari kisha ondoka. Baby, mbona nakupigia simu na kutumia message lakini hujibu? Kwani shida nini jamani? Unanitafutia nini? Kwani wewe uchoki jamani? Sikia nikwambie, mimi nimechoshwa na huu uhusiano. Kwa miaka yote mitatu hakuna cha kichwa maana ulichowahi kunifanyia. Hivi nikuulize kitu, lini kwanza umewahi kununulia nguo, kununulia viatu? Lini umewahi kunipeleka shopping? Lakini najitahidi baby. Kujitahidi nini? Yaani wewe huna lolote katika maisha yako. Ulichonacho ni laptop tu na ndoto zako za kipumbavu. Hebu sikia, mimi sitaki kufa maskini. Achana mimi jamani, kwani lazima? Kisha bidada akondoka zake na kumwacha jamaa akishangaa tu pale getini. Huyu jamaa anaitwa Ola. Kwa upande mwingine anaonekana Kemi akiongea na shoga yake Geto. Kila mtu anampa umbea wa yaliyotokea leo. Katikati ya umbea shoga yake Kemi akawa anamwambia Kemi kwamba kuna jamaa amekuelewa. Basi Kemi akawa mbogo kabisa, hataki kabisa kusikia kitu chochote kuhusu wanaume. Kwani wewe ukumbuki kilichonitokea miezi kadhaa iliyopita kuhusu wanaume? Lakini shoga yangu inakaribia mwaka sasa. Kwa hiyo unatakiwa usonge mbele. Sikia nikwambie, yani sitaki kusikia chochote kinachohusiana na jamii ya kiume. Rafiki yake akana shangaa hapa na kumuuliza, "Kwa hiyo hutaolewa?" Sikia nikwambie, kwa sasa mimi ninachotaka sasa hivi ni kulala, kurelaxi, kuangalia movie au kusikiliza muziki mzuri. Hayo mengine mimi sijali wala sitaki. Leo Ola ameenda tena kwa demu wake, anakuta geti limefunga. Basi akiwa anashangaa pale mara shoga demu wake anakuja. "Habari yako?" "Nzuri tu." "Rafiki yako yupo?" "Hayupo, si unaona mlango umefungwa." Basi naomba ongea na rafiki yako. Hapokei simu yangu wala hajibu message zangu." "Akija mimi nitaongea naye." "Sawa basi, mimi nitamsubiri hapa. Lakini hapo jua kali sana shemeji, ungesogea pembeni." "Haina shida." Mara gari jeusi likasimama. Ola akawa anashuhudia jinsi demu wake akiwa anabusiana na mwanaume mwingine. Demu akiwa anajishawashaua na kumuonyesha marafidavi yule jamaa mwenye gari. Gari lilivyoondoka, Ola akamwambia demu wake, "Baby, hii maana yake nini? Kwani vipi? Yaani unasubutu kweli kubusiana na mwanaume mwingine mbele yangu?" "Kwa hiyo sikia Ola, mimi sikutaki tena." "Unasemaje? Yaani baada ya yote nilokufanyia, umenifanyia nini?" Basi kwa hasira Ola akamvua demu lile wigi alilokuwa amevaa, kisha akamwangalia tena alafu akamnyang'anya na ile simu aliyokuwa ameshika. Basi demu akawa analia huku akitoa maneno ya kashfa. Ola naye akiwa amejaa hasira akawa anamtoka maneno ovyo pale, akawa anamwambia, "Kwanza hata hizo nguo ulizovaa nimekununulia mimi. Najitahidi kadri ya uwezo wangu kuhudumia lakini uliziki wewe." Basi demu akamtoka maneno ya shombo pale huku akimtukana Ola na kisha kuingia zake ndani. Kesho yake Ola ipo zake sete anapiga mzigo. Mara kuna gari nasimama na jamaa kwenye gari anaita Ola. Ola anashangaa. Jamaa kwenye gari anashuka na kuita Ola, "Unafanya nini hapa?" "Hayo." Wanasalimiana na kukumbatiana pale. "Unafanya nini hapa?" "Hapa ndio kazini kwangu." Hayo anamuuliza, "Mbona uko hivi mwanangu?" Ngoja kwanza." Kisha anaenda kwenye gari na kuchukua simu yake. Ola anashangaa tu, "Nipe namba yako faster mwanangu." Ola mwanangu mwenyewe. Hayo anaonekana mwenye furaha sana kukutana na Ola. "Kweli milima haikutani mwanangu. Kweli kitambo sana yani. Basi nitakucheki mwanangu. Poa haina noma." Basi wanakumbatiana kisha wanaagana. Wakiwa geto Kemi na rafiki yake wanaongea. "Shoga yangu, umesikia umbea?" "Umbea gani tena? Kwani hujaangalia kwenye group Kuna nini?" "Kuna uhamisho tena mwenzangu." Jamani, mbona wachoki na mambo yao ya uhamisho? Safari mimi sitaki tena, nitaangania hapa Lagos. Yaani kwa mwaka mmoja wameshaniamsha sehemu kibao. Yaani mimi ndio mtu asiniguse kabisa. Hapa ndipo pananitosha. Nini wewe? Yaani mimi ambaye hata hujawahi kuhamishwa kwa miaka mitatu sasa na unalalamika? Una bahati kweli. Hata kama, lakini mimi sitaki kuwaza wala kusikia kuhusu hayo mambo yao ya uhamisho. Ola hakomi tu, inaonekana anampenda sana Bimbo. Nilisahau kuambia Bimbo ndio jina la huyo demu wake. Leo anaenda tena, anaongea na rafiki wa demu wake. "Najua hapokei simu wala hajibu message zako. Kusema kweli kumbusu mwanaume mwingine mbele yako ni kosa. Lakini hiyo sio sababu ya wewe kumnyang'anya vitu vyote ulivyomnunulia. Unajua sio vizuri lakini mbona nimesharudisha kila kitu." Basi bidada akawa anampa ushauri Ola. "Sikia nikwambie Ola. Nimeongea na rafiki yangu na ukweli ni kwamba amesha move on. Na mimi nakushauri na wewe unge
move on tu. Ukiendelea kumpigia simu na kumtumia message hawezi kusikiliza wala kujibu lolote kwa sababu tayari ana mtu mwingine kwa sasa. Na wewe ungefanya hivyo hivyo. Najua inauma, lakini acha kujumiza kwa mtu ambaye huwezi kuwa naye tena. Muamini Mungu na amini atakujalia na utapata mwingine. Kwa upande mwingine huko nyumbani kwa Ayo tunamuona akimkaribisha Ola. Karibu kwangu. Una nyumba nzuri sana. Nashukuru bwana. Karibu sana. Jisikie huko nyumbani. Asante sana rafiki yangu. Usijali. Twende nikakuonyesha chumba chako. Basi Ola akaonekana kama kusita kidogo. Una uhakika na hiki unachotaka kufanya? Sasa ikuwa mzigo kwako. Kaka usijali, wewe sio mzigo kwangu. Umesahau ulivyonisaidia shuleni nilipofiwa na mama yangu na niliposhindwa kulipa ada, wewe ndio ulinisaidia, ulinionyesha upendo sana. Wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Sasa huu na mimi ndio muda wangu wa angalau kwa kidogo nicho nacho kukusaidia bwana. Hapa ni nyumbani, kuwa huru. Sawa, twende nikakuonyeshe chumba chako, relaxi. Wakiwa wanapata chakula mezani, Ayo na Ola wanaongea wenyewe na kumshia mambo yao enzi hizo wakiwa shuleni. Baada ya muda kidogo wanaanza kuongea mambo kuhusu ya maisha ya sasa. Ola anamwambia Ayo, nimepitia katika kipindi kigumu sana katika maisha yangu. Baada ya shule niliwapoteza wazazi wangu wote wawili. Pia nikampoteza na dada yangu. Ayo anamuonea huruma sana. Imekuwa ngumu sana katika maisha yangu. Na kuelewa sana ndugu yangu. Maisha nayo yamekuwa magumu. Nimekuwa nikipambana sana. Basi Ola akawa akimwelezea Ayo kwa jinsi alivyokuwa akiweka akiba na baada ya kupata pesa kidogo akawa katika mahusiano na msichana wa mjini ambaye alikomba pesa zake zote na alipoishiwa huyo msichana akamkimbia. Yani ninavyokuambia kwa sasa sina lolote, sina hata pesa. Yani nimefanya kazi za kila aina lakini mambo bado magumu, sina hata pa kuishi. Ayo anamwambia usijali, hapa ni kwako na kuanzia sasa mambo yatakuwa sawa, niamini mimi nipo hapa kwa ajili yako. Asante sana rafiki yangu, nashukuru sana. Sasa ukisikia rafiki wa kufa na kufaana ama rafiki wa kufa na kuzikana, basi ndio huyo sasa. Basi bwana, baada ya kuachana Ola, bidada Bimbo yupo na sponsor wake, wanapeana raha. Yani baby, mimi siwezi kuishi bila wewe, nakupenda sana. Wewe ndio roho yangu. Wanabusiana pale. Wewe mtoto ni mrembo sana. Basi ghafla shoga mtu anaingia bila kugonga na kukuta mambo hadharani. Anarudi nje haraka haraka. Samahani baby jamani, nisamehe. Anamnyenga pale. Usijali baby. Shida kama hizi zitaisha muda si mrefu. Hivi karibuni utahamia katika jumba langu, tutaishi pamoja. Basi bidada akawa anafurahia pale. Baadaye bidada akiwa na shoga yake, shoga anamwambia, "Besti nisamehe kwa kuvamia ndani mwenzangu, sikujua." Yani wewe siku nyingine hakikisha unapiga hodi usije ukaona visivyoonekana bure. Bila shaka shemeji haja mind, si ndio? Wala hata haja mind. Tukiachana hayo, unajua yule jamani mtu poa sana kwangu. Yani nampenda balaa. Sawa, jamaa yuko poa, anakuhudumia na kukuchukulia kama malikia, lakini mimi bado namkubali Ola kuliko huyo jamaa yako. Unamkubali Ola na bado uko hapa unakula maepo alionunua jamaa yangu. Tema kama unaweza muone kwanza. Na kabla sijasahau, hii nyumba unayoiona hii unaoishi ni huyo jamaa yangu ndio amenipangishia hapa. Upo nyonyo? Umesikia? Sikia nikwambie, sitaki kufa maskini mimi. Ola hana kitu chochote, fukara yule, mimi simtaki kabisa. Hebu nipishe huko. Ayo anaonekana akimgongea Ola chumbani kwake na kumpa habari njema kabisa. Unajua Ola ni mwandishi mzuri sana, mambo kama mikataba, maproposal, miradi mbalimbali na mambo yote yanayohusiana na uandishi. Sasa Ayo anamwambia, kuna rafiki yangu naye pia ni mwandishi kama wewe. Nimemwambia kuhusiana na hamasa yako ya uandishi, kasema poa atakusaidia. Akipata kazi kwenye makampuni yanayofanya nayo kazi, atakupigia pande. Basi Ola anafurahi na kumshukuru sana Ayo. Yani hadi anapiga magoti. Ayo anamwambia, yakausha bwana, usinipige magoti. Mimi nakusaidia kwa sababu wewe mshikaji wangu. Ola yupo zake jikoni akiandaa maakuli. Anapomaliza anaandaa chakula mezani. Ayo anapokuja anashangaa. Anamtaka Ola asijichoshe sana na kazi za humu ndani, kwani amefanya usafi, amefua na kisha amepika pia. Anamwambia kuna mdada huwa anakuja kufanya hizo kazi, lakini kwa sasa amesafiri, hivyo yuko mbioni kutafuta mwingine. Lakini Ola anamwambia haina shida na wala asijisumbue kutafuta mtu kwa ajili ya kufanya hizo kazi, kwani yeye atakuwa anafanya, kwani hata kazi zake za kujipatia kipato anafanya akiwa nyumbani tu. Hii ni kwa ajili ya asante yangu kwako bro. Lakini hii mwanangu ni zaidi ya asante. Usijali mtu wangu. Weka hapo chini uenjoy msosi.
Baada ya siku kadhaa tayari Ola ameshapata zake kazi na mambo yanaenda poa kabisa. Kazi zake huwa anafanya usiku akiwa nyumbani kwa kutumia laptop yake. Leo akiwa chumbani kwake akifanya kazi zake, mara mlango unafunguliwa na Ayo anaingia. Anamuuliza kazi zinaendaje na Ola anasema fresh tu na anamshukuru tena kwa mara nyingine kwa kumsaidia. Ayo anafurahi, anamtakia kazi njema na kumsia asichelewe kulala kwani amekuwa akikesha huku akifanya kazi zake. Ayo anaongea na dada yake Kemi kwenye simu. Kemi anamwambia bro nimehamishwa kazi. Kemi alikuwa akifanya kazi bara na sasa akapelekwa kisiwani ambako ndiko anakoishi kaka yake. Hivyo anamwambia kaka yake itabidi nihamie kwako tuishi wote. Kaka yake anamkubalia na kumtaka ajiandae ili jioni anaporudi kazini ampitie. Ayo anaongea na Ola anamtaarifu juu ya ujio wa dada yake. Kumbe una dada? Ndio, nadhani utakuwa umesahau. Wakati tupo shule nilikwambia na dada anaitwa Kemi. Alikuwa anafanya kazi huko bara. Sasa amehamishwa huku kisiwani. Nimeona kuliko akaenda kupanga. Ni bora aje tuishi hapa. Kemi anafika nyumbani kwa kaka yake. Karibu nyumbani dada yangu. Wow jamani kaka, yani nyumba yako ni nzuri kweli yani. Mara Ola anakuja na Ayo anamtambulisha kwa Kemi. Ola, huyu ndio yule dada yangu Kemi. Kemi huyu ni Ola, ni besti yangu tangu tukiwa chuoni. Kemi iko chumbani kwake anapanga nguo zake. Ayo anaingia na wanapiga story. Kemi anamuuliza kaka yake kuhusiana na Ola. Huyu jamani ndio yule rafiki yako uliokuwa ukiniambia alikuwa ni mwema kwako? Yaani yule mtoto akishua wakati mkiwa chuoni Ayo akasema, "Yep, ndio huyo anaitwa Ola." Kemi anashangaa na kusema, anaonekana ametulia, haonekani kama aliyepitia changamoto zile ambazo uliniambia kapitia na anaonekana yuko fresh kabisa. Unajua nimekaa naye hapa kwa muda sasa na kwa sasa yuko vizuri. Yaani huwezi kuamini alivyokuwa siku ya kwanza nakutana naye, alikuwa hafai. Ni vizuri bwana, unalipa ule wema aliokufanyaga enzi hizo. Kweli kabisa. Basi Kemi akawa anasema nasikia njaa na aenda kaangalie kitu cha kupika, lakini kaka yake akamwambia asijali kwani Ola anafanya kila kitu humo ndani hadi kupika. Kemi akashangaa, akawa haamini kama Ola anajua kupika. Lakini Ayo anamwambia ni mpishi mzuri sana. Kemi akasema ana shauku ya kuonja chakula cha Ola ajione mwenyewe. Wako mezani wanakula. Kemi akawa anasifia chakula ni kitamu sana. Nafurahi kama umekifurahia. Nimekifurahia sana. Wote wanafurahi. Kemi anamuuliza Ola amejifunzia wapi kupika huku akimsanifu kaka yake ambaye hajui hata kuchemsha maji. Basi wakawa wanakula huku wanapiga story 2-3. Lakini kikubwa walikuwa wakimcheka Ayo kwa kuwa ni yeye pekee hapo ndani hajui kupika, huku yeye akiwaambia wamwache ale kwa amani. Basi familia nzima wakala kwa amani huku wakifurahi. Leo yule rafiki yake Kemi amemtembelea. Wakati wanaongea stori zao, Ola anapita na kumsalimia rafiki yake Kemi. Basi unaambiwa bidada akazubana kumwangalia Ola huku akishangaa. Shoga yangu, bila shaka huyu sio kaka yako Ndio, huyo sio kaka yangu, rafiki yake tunaishi naye hapa. Mzuri. Kemi akamwambia, "Yaani wewe na wakaka wazuri?" Kemi anaenda zake kazini, anamsalimia Ola ambaye anamwambia umependeza na Kemi anashukuru. Ola anamtakia kazi njema na Kemi anashukuru huku akiondoka na kumwacha Ola akimwangalia huku akitabasamu. Kemi anamuuliza Ayo kuhusiana na Ola kufanya kazi zote za humo ndani, kusafisha, kufua na kupika. Anataka kujua kwa nini. Ayo anamwambia huyo ndio Ola bwana, anapenda sana kufanya kazi za humo ndani. Hata nilipomwambia natafuta msaidizi alikataa, akasema haina haja atafanya yeye. Mimi nikasema sawa basi. Kemi anasema yeye anaona noma sana, anajisikia vibaya. Yaani kila nikipita nikamkuta anafanya hizo kazi najisikia vibaya sana. Ayo anamwambia alisema hizo kazi zinamfanya anakuwa active kwa sababu kutwa nzima anakuwa hana kazi, hivyo akikaa bila kazi anaboreka na anakuwa mzembe. Unajua kazi zake nyingi za uandishi huwa anafanya usiku, hivyo mchana anakuwa hana kazi. Basi kama hivyo sawa. Asubuhi Ayo anaenda zake kazini. Anamkuta Ola sebleni akifanya kazi zake za uandishi. Ayo anashangaa na kumuuliza kama alilala, lakini Ola anasema hakulala kwani anataka kumaliza hiyo kazi anayoifanya. Ayo anamwambia anatakiwa apumzike kwa ajili ya afya yake. Ola anamwambia akimaliza tu atapumzika. Basi wanaagana na Ayo anaenda zake kazini. Kama kwa dake Ola yupo jikoni anakurofisha msosi, mara Kemi anakuja. Leo yeye hajaenda kazini kwa sababu kampuni yake huwa hawafanyi kazi siku za Ijumaa kama leo. Niambie mambo yanaendaje? Fresh tu. Naweza kukusaidia kupika? Sawa, haina shida. Basi Kemi akaanza kuchakalika jikoni huku akichambua mboga na anamhakikishia Ola kuwa yeye ni mpishi mzuri sana na leo atamuonyesha. Baada ya kumaliza kupika na kula, Ola na Kemi wapo sebuleni wanaangalia movie na inaonekana hiyo movie ni ya kutisha. Kemi akawa anaogopa
naogopa. Hii movie inatisha sana. Lakini haya ni maigizo tu. Ndiyo, lakini inatisha. Basi akawa anaangalia kwa kujificha huku anaogopa. Ola akawa anacheka na kumwambia atulie. Basi wakati wakiangalia hiyo movie huku akicheka, mara Ayo anarudi kutoka kazini. Akawa anashangaa pale. Nawaona mnaangalia movie. Ndiyo, karibu. Asante. Kemi akawa anamuuliza kuhusu kazi. Kazi zimeendaje? Zimeenda poa tu. Basi wakamtaka aungane nao kuangalia movie, lakini akasema hapana, amechoka na anaenda kupumzika. Kitendo cha Ayo kuwakuta Ola na Kemi wakiwa wamekaa pamoja kinaonekana kumchanganya sana Ayo. Anapoingia chumbani kwake anaonekana mwenye mawazo sana. Sijui anawaza ambacho hata mimi nawaza. Basi lazunguka mle ndani kwake, yani moja haikai wala mbili haikai. Ola akiwa chumbani kwake, mlango unagongwa na Kemi anaingia akiwa na laptop yake. Kemi anamuomba Ola amsaidie kuisoma na kuikagua kazi yake ambayo anatakiwa kuiwasilisha kazini. Najua wewe ni mzuri sana wa maneno. Naomba unikagulie na unirekebishie na uniwekee kwenye mpangilio mzuri hii kazi. Kisha anampa ile laptop. Ola anaichukua ile laptop na kuanza kuiangalia ile kazi, na kisha anamwambia akimaliza atamwambia, "Sawa, asante sana. Yani ubarikiwe." Na kisha wanagonga. Kemi anapotoka chumbani kwa Ola, Hamadi anakutana uso kwa uso na kaka yake. Ayo anashangaa na kupigwa na butwa. Hamini anachokiona, lakini Kemi wala haonyeshi kujali, anapita na 50 zake. Asubuhi Ola yupo na laptop yake akiendelea na kazi, na Ayo amekaa zake sebuleni akiperuzi simu yake. Kemi anakuja, anawasalimia na kuambia kuwa anaenda zake sokoni. Ola anasimama na kusema, "Naweza kukusindikiza?" Basi unaambiwa Ayo anastuka na kumtazama Ola kwa mshangao. "Unataka kunisindikiza? Lakini nakuwa na huko busy na kazi." "Endelea tu, hata usijali." "Usijali, nimeshamaliza, ilikuwa kazi ndogo tu." "Haya basi, kama umemaliza sawa. Ngoja nikavae shati langu basi." Ayo bado anashangaa tu. Baada ya dakika chache Ola anakuja na wanaondoka na kumwacha Ayo haamini macho yake. Ayo na Ola wanachekizao movie huku wakipiga story kuhusiana na ile movie. Wakati wakiongea, Ayo anampa taarifa njema sana Ola. Nimekumbuka kitu brother. Unajua nini? Kama miezi 3 hivi iliyopita niliagiza gari, na kwa bahati nzuri hatimaye limefika. Basi Ayo anafurahi kweli kweli. Hongera sana kaka, ni hongera. Nashukuru bwana, ingawa ilikuwa changamoto za hapa na pale, lakini nafurahi sana limefika. Sasa nilikuwa nafikiria kitu kwamba labda uanze kutumia ile gari langu lingine. Basi unaambiwa Ola kadata kapagawa. Unanitania kaka sikutanii, ni kweli kabisa. Unaweza kuitumia popote, ukaenda nalo kokote unakotaka. Limeshakuwa lako hilo kaka. Si unajua tena. Basi Ola anafurahi na kushukuru sana, na kama kaida yake hadi anapiga magoti, anasujudu kabisa. Ayo anamnyanyua na kumwambia, "Usiwe na shaka kaka, unastahili." Basi Ola anashukuru mara 100 unaambiwa. Ola tayari ameshakuwa baba mwenye gari, na asubuhi leo akiwa anatoka, mara Kemi naye anatoka akielekea kazini. Za asubuhi nzuri tu, anaona unaelekea kazini, naweza kukupa lifti. Lakini Kemi akakataa, kwani gari lao la kazini linaweza kupita kumchukua muda si mrefu. Lakini Ola akamsisitiza, "Tafadhali naomba nikupeleke." Mwishowe Kemi akakubali, akapiga simu na kumtaarifu dereva ofisini kwao asimpite, kwani kuna mtu atampeleka ofisini, na kisha anaingia ndani ya gari la Ola. Wakiwa kwenye gari, Ola anaonekana akimwangalia Kemi kwa wiziwizi. Mwishowe Kemi anamuuliza, "Mbona unaniangalia sana?" Ola akawa anajitetea kwa utani, "Labda kwa sababu siwezi kufumba macho vizuri." Kemi akaguna na kusema, "Wanaume mna maneno." Ola akawa anacheka, "Kwani unasema hivyo?" "Ndio zenu hizo." "Inaonekana kama umewahi kupata uzoefu mbaya na wanaume." "Ndio." "Unaweza kunieleza kidogo ilikuwaje?" "Kwa sasa siko tayari kuzungumzia hilo, labda siku nyingine." Kesho yake wakiwa chumbani, Kemi kwa huzuni anamsimulia Ola jinsi alivyoumizwa na mwanaume aliyempenda. Anasema umepita mwaka mmoja sasa ambapo alimpenda jamaa mmoja na kumpa kila kitu, kuanzia muda, nguvu na hata pesa. Anasema alimuhimiza hadi jamaa akasoma na akamsaidia kimaisha, lakini alipofanikiwa kidogo tu akamuona hana thamani na akamwacha. Yani mbaya zaidi hakuniambia, bali niligundua kupitia watu wengine kwamba kamvalisha pete msichana mwingine. Iliniuma sana. Basi Kemi akaendelea kusema kwamba jambo hilo lilimchanganya sana hadi akajikuta anapita kipindi kigumu kilichopelekea hadi kulazwa hospitali kwa takribani mwezi mzima kutokana na maumivu, mshtuko na usaliti. Kwa muda wote huo Ola alikuwa kimya akimtizama Kemi kwa huzuni, ambaye wakati huo machozi yalikuwa yakimtiririka. Anamsogelea na kumtuliza, anamwambia hakustahili hayo yote na kwamba huyo jamaa ni mjinga sana, kwani hajui kitu alichopoteza. Unajua watu wengine hawawezi kutambua thamani ya kitu paka wanapokipoteza.
Kemi akawa anasema mbaya zaidi, hadi sasa bado anaumia. Ola anamtia nguvu na kumwambia asijali, yeye ni mwanamke wa nguvu kuliko anavyodhani. Asante kwa kunisikiliza, usijali. Kemi na kaka yake wapo mezani wanaongea. Kemi anasema, yani huyu rafiki yako yuko poa sana. Yani ana roho nzuri kweli kweli. Ya, ni kweli kabisa. Yani yuko hivyo hivyo tangu tukiwa chuoni. Yani jamaa hana makuu. Yani katika marafiki zako wote ambao mimi nawajua, huyu jamaa ndio the best. Yuko poa sana. Wakati waendelea kuongea, mara Ola akawa anakuja huku kashika bakuli la matunda. Kwa bahati mbaya akajikwaa. Basi unaambiwa Kemi akaruka na kwenda kwa Ola kamshika mkono. Tafadhali acha, utajikata. Kwa wakati huo kibakuli kimepasuka vipande vipande. Wakawa wanavikusanya huku wakitizamana usoni. Ayo akabaki anashangaa tu. Ola ipo zake sebuleni anaangalia TV. Mara Kemi anakuja, anamsalimia huku akikana, kisha anamwambia kama anaweza kucheza mchezo. Mchezo wenyewe ni kwamba unatakiwa kusema kitu ambacho hujawahi kumwambia mtu yeyote. Yani kifupi ni kama kutoa siri. Basi wanafurahi pale. Mimi naanza. Siku moja wakati nikiwa na miaka kama 15 hivi au 16, niliiba perfume ya Ayo na alafu nikaificha. Basi nikajifanya sijui kitu chochote kinachoendelea na nikaungana naye kumsaidia kuitafuta ile perfume. Basi wote wakaanza kucheka pale. Ilipofika zamu ya Ola akauliza swali la ghafla, hivi umeshawahi kuwapenda watu wanaokupenda? Kemi akamuuliza kama hilo swali ni sehemu ya mchezo. Ola akasita kidogo na kusema, sijui nianzie wapi. Na kisha akasema, Kemi nakupenda sana. Basi unaambiwa Kemi akapigwa na butwaa huku akishangaa na kukosa la kuongea. Kwa upande mwingine si unamkumbuka yule demu wa Ola wa zamani yule? Basi leo kakiona cha mtema kuni, yule jibaba lake lile limemshusha kichapo na kumuumiza. Analia na kuambia, nilienda kwake nikamkuta na mwanamke ndio akanipiga, akasema kwa nini nimeenda bila taarifa. Rafiki yake akamwambia, lakini mimi nilikuonya au kusikia, hebu cheki alivyokuumiza jamani. Basi kaninyang'anya simu yangu, kaninyang'anya wigi na akasema anakuja kuchukua kila kitu hicho ninunulia. Yani najuta mimi, sikutegemea kama yule jamani mkatili hivi. Basi rafiki yake akamwonea huruma na kumkumbatia, pole pole jamani, pole rafiki yangu usilie. Kemi yupo kitandani kwake anawaza yale maneno ya Ola kwamba anampenda yanajirudia akilini mwake. Basi anajikuta akitabasamu mwenyewe. Sasa siku ya leo Ola yupo jikoni kama kawaida, manake yeye na jikoni damdam. Mara Kemi anakuja, lakini cha ajabu kamkaushia Ola. Ola anapomsalimia Kemi haitikii, anafungua friji anachukua maji. Ola anajaribu kumuongelesha, vipi uko poa? Lakini Kemi anamwangalia tu na kuondoka zake na kumwacha Ola akishangaa na kujiuliza kulikoni. Ola yupo anafanya kazi zake kwenye laptop. Ayo anakuja anamsalimia na kumwaga kwamba anaenda zake kazini. Mara Kemi naye anakuja, anamsalimia kaka yake na kumchunia Ola. Lakini Ola inabidi amsalimie na Kemi anaitikia kama hataki vile, jambo linalomshangaza sana Ayo. Yeye hajui nini kinaendelea na anamwambia Ola, "Sijali, si unajua tena wanawake, labda anakaribia kwenye siku zake." Lakini atakapoa tu. Kemi akiwa na rafiki yake ofisini anampasha kila kitu kuhusu Ola na jinsi alivyomchunia. Kwa nini umemchunia jamani? Hata sijui, lakini nahisi ni mapema sana kuwa na mwanaume na kuanzisha mahusiano mapya. Ingawa ni mtu mzuri lakini hata sijui, mimi naogopa. Rafiki yake anampa ushauri na kumwambia usiogope. Watu wote hawafanani. Yule wa mwanzo alikuwa mpumbavu. Haimaanishi watu wote ni wapumbavu. Hata hivyo yule Ola anaonekana ni kijana mtulivu na yuko poa sana. Kwa nini usimpe nafasi hata kidogo tu? Kemi anasema hana uhakika, lakini atajitahidi kujaribu. Ola yupo kwenye gari lake lakini ana mawazo kibao. Yani anakumbuka kila kitu kuhusu Kemi. Anakumbuka jinsi alivyomwambia kwamba anampenda na jinsi Kemi alivyobadilika mazima mpaka sasa hivi hamsalimii. Basi anajiuliza na anawaza kwamba amekosea wapi. Huku akiwa amejawa na mawazo, anaendesha gari lake moja kwa moja mpaka ofisini kwa kina Kemi na anamsubiri pale nje. Kemi anapotoka ofisini anashangaa kumuona Ola yuko pale nje. Anamuuliza, "Unafanya nini hapa?" "Nimekuja kuchukua kurudisha nyumbani." "Lakini sikukuomba, sikukwambia." "Kemi tafadhali, kwani kuna nini kinaendelea? Au kwa sababu ya kile nilichokuambia?" Kemi akamwangalia pale akamwambia, "Mimi naogopa sana. Yaliyonitokea huko nyuma bado yananiumiza. Kusema ukweli, hata mimi nakupenda, ila ndo hivyo tu. Sitaki kuumiza tena moyo wangu. Na kuhakikishia kamwe hautaumia. Siwezi kukuumiza."
Baada ya Ola kumhakikishia Kemi kwamba asiwe na wasiwasi kwa sababu yeye hatamuumiza na atamlinda siku zote, hatimaye Kemi anakubali, lakini kishingo upande huko akiwa na wasiwasi. Usijali Kemi, nakupenda sana, siwezi kukuumiza. Basi Kemi anakuambia na tabasamu pale na anamshika mkono, wanaingia kwenye gari na anamrudisha nyumbani. Na huo ndio unakuwa mwanzo wa mapenzi yao. Kemi na Ola wako zao sebuleni wamekaa kimahaba pale wenyewe wanatizamana. Mara wanasogeleana na kuanza kupigana busu pale. Katikati ya kupigana busu Hamadi Ayo anarudi kutoka kazini, lakini wao kwa sababu wamezama kwenye penzi zito wala hawajasikia. Ayo anaingia mpaka ndani. Amini anachokiona. Hiki nini hiki? Kemi na Ola wanastuka na Ola hadi anasimama. Nini hiki? Kwa hasira Ayo anaondoka zake. Baadaye Ayo anaingia chumbani kwa Kemi na kumwambia, upuzi gani ule ulikuwa unafanya pale? Ulikuwa unafikiria nini haswa? Ananipenda na mimi nampenda pia. Sikia nikwambie wewe, hiyo kamwe haitatokea, sio hapa nyumbani kwangu. Umesikia? Una matatizo gani wewe? Kisha Ayo anatoka zake ndani kwa hasira na kumwacha Kemi akiwa haelewi pale. Ayo anapotoka chumbani kwa Kemi moja kwa moja anakwenda chumbani kwa Ola. Anamwambia, "Yaani hiki ndio kinachoendelea hapa nyumbani kwangu?" Samahani kaka, naomba unisikilize. Nikusikilize nini? Hivi unafikiri unaweza ukamtumia dada yangu? Au ulifikiri kwamba sitaweza kugundua Mimi sitaki kumtumia dada yako kama unavyofikiria. Mimi na Kemi tunapendana. Unasemaje wewe? Kupendana kitu gani? Yaani mimi nimekutoa huko nilikokutoa, nikakuleta hapa. Ndio hicho unachonilipa? Sikia nikwambie, chochote kinachoendelea kati yako wewe na Kemi nataka kistop mara moja. Sitaki wewe puuzi. Vinginevyo nitakuwa sina jinsi zaidi ya kukufukuza hapa nyumbani kwangu. Na nakupa masaa 24 ya kufanya uamuzi sahihi. Ola yuko chumbani kwake, mara Kemi anaingia. Ayo, maana yake nini? Kwa nini umemwambia Ola achague mimi au kuondoka? Kwa sababu nakulinda wewe Kemi. Umesahau yule jamaa alivyokufanyia yule? Ulikaribia kufa wewe, akakuacha huna mbele wala nyuma, yani umechanganyikiwa. Hiyo ilikuwa kipindi kile, kwa sasa hivi mimi sio dhaifu kiasi hicho. Kemi, ni mwaka tu umepita. Yule mwanaume ulimpa kila kitu, pesa, ulimpa kila kitu, lakini akakuchakaza akakutumia afu akakuacha. Ola sio kama yule, na wewe unajua. Una uhakika? Unakijua unachokiongea? Kamwe hii siwezi kuvumilia. Kama Ola asipoachana na wewe, basi lazima aondoke hapa. Ola anaongea na Ayo, anamwambia, nimefikiria kwa makini sana kaka, lakini kusema ukweli siwezi kumwacha Kemi, nampenda sana, siwezi kuishi bila yeye. Basi unaambiwa Ayo akamkata jicho, si lunch hii, akasimama na kumwambia, unasemaje? Huwezi kumwacha Sasa nakuambia chukua kila kitu chako na utoke kwangu. Yaani nakupa dakika 10 tu. Kaka tusifie huko, naomba tuongee. Usintie hasira nakwambia. Nimesema chukua vitu vyako vyote utoke sasa hivi. Toka, sitaki kukuona. Kwa upande mwingine yule demu wa Ola wa zamani anaongea na rafiki yake. Bidada anasema kati ya mahusiano yake matatu aliyowahi kuwa nayo, yote yamekufa na anajutia kwa alichomtendea Ola, kwani amegundua bado anampenda na anamhitaji. Yaani ameniblock kwenye mitandao yake yote ya kijamii. Rafiki yake anashangaa na anataka kujua ni Ola gani huyu anayezungumziwa hapo. Na bidada anamwambia huyo Ola unayemjua. Rafiki yake anamshauri kuachana kabisa na kaka wa watu. Ulimnyanyasa kipindi hana kitu. Kwa sababu kwa sasa umeona maisha yake yako poa ndio unajidai kumpenda Kaka wa watu alikupenda, lakini wewe ukamdharau, ukamnyanyasa na ukamwona kwamba hafai. Mwenzio amesha move on na kushauri achana kaka wa watu. Umekuwa katika mahusiano matatu tofauti baada ya kuachana na Ola na yote hayajafanikiwa. Hebu jitathmini na ujiangalie, wewe ndio unaweza ukawa tatizo. Mwache kaka watu sasa hivi. Kaka watu alikupenda lakini wewe ukata ujinga wako. Ola akiwa nyumbani kwake anapigwa simu na Kemi. Basi wanaanza kuongea. Anamuuliza kama alipohamia ni pazuri, ambaye nimepata nyumba nzuri lakini nyumba yenyewe iko tupu sana bila wewe. Basi Kemi anambia, jamani nimekumisi. Na anambia nimekumisi pia. Yaani hujui tu. Nitakuja Ijumaa kusalimia. Tupige story 2-3 au unasemaje? Yaani nitakusubiri kwa hamu, usibadilishe mawazo. Basi Kemi anacheka pale. Nakuahidi sitabadilisha mawazo. Sawa basi nakupenda Nakupenda pia. Ola anamuulizia vipi? Ayo anaendeleaje? Sasa yani bado unamuulizia Ayo tu. Si unajua yule mshikaji wangu lazima nimuulizie hata kama tumegombana, lakini ushikaji wetu hauwezi kufa. Na pia nataka kujua kama anakutreat vizuri. Ayo yuko zake poa lakini bado kanichunia. Lakini najua tu atatulia na mambo yote yatakuwa sawa.
Leo Kemi ameenda nyumbani kwa Ola. Wakiwa wanaongea, Ola anamwambia, nakupenda sana unajua na sitaki kupoteza. Lakini naogopa. Unaogopa nini? Namuogopa kaka yako. Basi Kemi anamhakikishia kwamba tulia bwana, usiwe na shaka. Unajua ndio tabia wanaume. Wanaume wanakuwa na wivu sana dada zao. Yaani akimwona dada yake anatoka na rafiki yake anakasirika kweli kweli. Hata hivyo ni kaka tu mwenye mapenzi mema kwa dada yake. Unachotakiwa kujua ni kwamba mahusiano yangu yaliyopita yalikuwa mabaya sana. Yaani alinipelekea kubaya sana. Nilikaribia kufa. Ndio maana kaka yangu ananilinda sana hata kitokee kama ilivyotokea hapo awali. Una uhakika kweli kuna siku hata nikubali niwe mpenzi wako? Usijali, tatulia tu, kila kitu kitakuwa sawa. Yule ni kakaangu, daima ananitakia mema. Anataka mimi niwe na furaha na mimi nimekuchagua wewe. Kwa mwisho wa siku itabidi akubali na haya. Una uhakika? Na uhakika 100%. Sawa, na kisha wanakumbatiana. Siku ya leo Kemi ameshinda nyumbani kwa Ola tangu asubuhi mpaka imefika jioni. Muda huu kaka yake Ayo ameanza kumpigia simu, lakini Kemi wala hata apokee. Ndio kwanza akiona namba ya kaka yake anakata simu. Basi kila akikata baada ya dakika 2 Ayo anapiga tena. Kila akikata baada ya dakika 2 Ayo anapiga tena. Unajua tena wanapokutana wapenzi wawili wenyewe wanapiga stori zao za malavidavu, wenyewe wanacheka, wanafurahi. Huku nyumbani kwa Ayo haamini anachokiona. Manaki kila akipiga simu dada yake anaikata. Mara Kemi anarudi. Ayo, mambo vipi? Unatoka wapi sasa hivi? Ayo, yameanza lini? Usiniulize mimi. Nakuuliza unatoka wapi sasa hivi? Mambo haya yameanza lini ya kuulizana kwamba nimetoka wapi? Mimi ni mtu mzima na mimi sijasema kama wewe sio mtu mzima. Unaishi kwangu, wewe ni jukumu langu mimi kukuangalia. Unathubutu vipi kurudi nyumbani usiku kama huu? Sikia Kemi, nikwambie kuwa makini. Yaani leo iwe mwanzo na mwisho kurudi kwangu usiku. Kisha huyo akaondoka zake na kumwacha Kemi akishangaa. Jamani, mbona kila siku narudi mida kama hii? Sio mara ya kwanza hii. Mbona mimi sielewi? Kemi ipo ofisi anaongea na rafiki yake, anaonekana kuchukizwa kabisa na tabia ya kaka yake. Anachukulia mimi kama mtoto, yani mimi sipendi. Hata kama mahusiano yangu yaliyopita hayakuwa mazuri, sio ndo aanze kunichunga chunga kwa sasa hivi. Nishakuwa mimi mtu mzima sasa hivi, najitambua na najielewa. Kwa hiyo Sabi nitakaa hivi mpaka lini? Sina haki ya kupata mpenzi tena? Basi shoga kaka anamwambia, labda kuna kitu kuhusu Ola ambacho labda anataka kuepusha nacho. Yaani labda kuna kitu kibaya ambacho yeye anajua au sisi hatujui. Kwa hiyo kuliko kuambia anaona labda akuepushe nacho. Wewe una hakika gani kama Ola hana makando yake yoyote mabaya ambayo labda Ayo anayajua? Hebu fikiria hapo shoga yangu. Unasemaje? Ndio. Asa unafikiri kwa nini Ayo anatumia nguvu kubwa, nguvu nyingi kabisa hivyo kuyazuia hayo mahusiano? Basi Kemi anapagawa kabisa pale, anachanganyikiwa, anaona hiki nini tena? Kemi yuko chumbani kwake, mawazo kibao, ushauri aliopewa au mawazo aliopewa na rafiki yake, yani amchanganya kabisa kichwani kwake. Anafikiria, inawezekana ikaa kweli au vipi? Maka sielewi, mbona nimechanganyikiwa. Inawezekana lazima nipate majibu, nijue nini kinaendelea. Anachukua simu, anataka kumpigia Ola lakini anairudisha. Bado ana mawazo, yani moja ikae bila isimami. Anaona Mungu wangu, sije nikaa nimeingia chaka. Demu wa Ola wa zamani naye huku moja ikai bila isimami. Yaani ana mawazo kede, majuto mjukuu. Mwenzake amelala lakini yeye usingizi wa haupo. Kesho yake asubuhi Ayo anajiandaa kwenda kazini, mara Kemi anakuja na kumsalimia. Kemi, bado upo? Mimi nifikie ushaenda kazini. Hapana bado, naomba tuongee. Sawa, unaweza kukaa. Vipi? Uko poa? Kuna kitu chochote ambacho natakiwa niwe na wasiwasi nacho kuhusiana na Ola? Ayo akashtuka. Unasemaje? Unamaanisha nini? Kutokana na kinachoendelea, afu yeye sio Ola rafiki yako. Kwa nini nitaka kujua labda kuna chochote kibaya? Unaona? Kwa nini unafikiria kwamba labda sio mtu mzuri kwangu? Kwa nini hutaki mahusiano yangu mimi na yeye yaendelee? Labda kuna kitu chochote kibaya ambacho natakiwa nikijue kuhusu yeye? Sikia nikwambie Kemi, sio kwamba Ola hakufai. Ni vile tu kwamba sikiliza Ayo. Hebu niambie ukweli tafadhali, wewe ni kaka yangu. Niambie kama kuna chochote kibaya, kama ni mtu mbaya hivi, niambie. Hapana, Ola ni mtu mzuri sana. Ni vile tu nisitaki uumie. Na kwa na wasiwasi vipi, kwa mfano labda akupendi, anataka tu akutumie kwa muda tu sasa hivi, Kwa mfano labda akapata mtu mwingine ambaye labda ndo anampenda zaidi, itakuwaje unafikiri? Mimi ndo hivyo mambo na hayo na ujali na kuhurumia sana dadangu, na kumbuka kilichokupata. Kwa hiyo wasiwasi wako ni huo tu? Ndio. Basi sawa, haina shida. Asante sana.
Umeona sasa, afadhali umejua ukweli kwamba hakuna chochote kibaya, ni kwamba tu kakako anataka kukulinda. Niambie shogangu, ndoa lini sasa? Ndoa gani? Yaani wewe na sherehe. Sherehe ndio mpango mzima, ndio kila kitu. Nyumbani kwa Ola mlango unagongwa, Ola anashuka kutoka chumbani kwake, anasema mlango uko wazi, ingia. Hamadi yule demu wake wa zamani anaingia. Anavufungua tu, Ola jamani samani naomba tuongee. Ola anashangaa, kapigwa na butwa. Bimbo, unafanya nini hapa? Ola samani, naomba msamaha, najutia kila kitu nilichokufanyia. Tafadhali nisamehe, naomba turudiane. Uliniacha wakati sina kitu. Alafu eti sasa hivi unatokea tu from nowhere kwamba turudiane. Tunampa bidada huko akimsogelea, najua jamani Ola naomba tuongee aishe. Tuongee nini? Basi naomba bidada anamsogelea ile anamshika tu Hamadi, mlango unafunguliwa tena. Kemi huyo amini anachokiona machoni mwake, anapigwa na bonge la butwa. Basi Ola naye macho yanamtoka pale, kabla hajasema lolote Kemi anafunga mlango na kuondoka. Kemi sio hivyo unavyofikiria. Basi kwa hasira Ola anamwambia, unaona unachosababisha? Toka ndani kwangu haraka sana. Nisamee jamani, nisamee. Mimi nimekuja hapa tu kuomba msamaha. Toka ndani kwangu. Nimekwambia toka ndani kwangu. Basi kwa hasira Ola anafungua mlango na anamvuta demu na kumsukumizia nje. Anakaa sasa na kuanza kuwaza, tafanyaje sasa, nitafix vipi haya mambo hayo? Anachanganyikiwa kabisa yani. Bidada karudi nyumbani hana taraha, anaanza kulia. Shoga yake anakuja, vipi? Yani Ola akanifukuza na kuambia hajataka kunisikiliza. Basi shoga yake anamwambia, usijali utakuwa poa, na huko anamkumbatia na kumtuliza. Kimoyomoyo anasema, umeataka mwenyewe. Kemi yuko nyumbani michozi mwa. Kaka yake anamwambia, nilikuonya lakini ukaona kama mimi na kuonea wivu na sikupendi. Unaona sasa tunarudi kule kwa mwaka jana. Anakaa na kumkumbatia dada yake. Mimi nilifikiria Ola yuko tofauti. Ayo anamwambia, usijali, nilikuambia lakini nilikuonya mimi. Nikakwambia tulia kwanza, jipe muda, lakini ukunisikiliza. Sasa hebu ujiangalie ulivyo sasa hivi. It's okay, usilie. Huku nako Ola anapiga simu mara mbili lakini hazipokelewi. Anatuma ujumbe wa maneno lakini nao haujibiwi. Mwisho anatuma voice note, anamwambia, nakupigia simu upokei, na kutumia message ujibu. Nimekuja ofisini kwako lakini hukutaka kuniona. Nisamee, naomba tuongee. Ulichokiona siku zile sio hivyo unavyofikiria. Tafadhali naomba unipe nafasi nijieleze. Nakupenda sana Kemi. Tafadhali unanichanganya mwenzio. Naomba ujibu ujumbe ukiupata. Kemi amekaa huku, mara ujumbe wa sauti unaingia kwenye simu yake. Anaiangalia simu na kisha anaizima. Shoga yake anakuja na kumliwaza. Kesho yake Kemi akiwa ofisini, mlango wake wa ofisini unagongwa. Karibu ingia, mara Ola anaingia. Kemi anasimama pale haamini. Umefuata nini hapa? Baby tafadhali naomba unisikize. Nani baby wako hapa? Toka ofisini kwangu haraka sana. Kabla sijaita security, toka ofisini kwangu. Baby tafadhali, nimesema toka nje. Toka nje. Basi kinyonge Ola anatoka zake. Baada ya kufikiria kwa muda mrefu, Ayo ameona bwana liwalo na aliwe. Leo ameamua kwenda nyumbani kwa Ayo. Anafika na gonga lakini mlango haufunguliwi. Mwisho anaamua kufungua na kuingia chumbani. Hamadi anamkuta Ayo amelala chini, hajitambui. Anamuita pale Ayo. Ayo anamshikashika lakini Ayo hajitambui, ni kama amezimia hivi. Basi anamchukua na kumpeleka hospitali. Baada ya muda Kemi naye anakuja pale huku akiwa na wasiwasi. Ola anamuuliza Kemi, kwani ana shida gani? Mimi nimekuja tu nyumbani, naingia nikamkuta amedondoka, ndio maana nikambeba nikamleta huku. Basi Kemi akanaelezea kwamba bwana kakake kulikuwa na dili hivi, analicheza dili la pesa nyingi sana, mamilioni ya pesa. Sasa kwa bahati mbaya bwana akakutana na wale scammers, wezi wa mitandaoni wale. Wakampiga hela zake hizo bila mwenyewe kujua. Kama milioni 50 hivi jamaa wamepita nazo. Basi ndio imemletea pressure, depression hadi hapo alipo. Lakini sikujua kama ilikuwa inamuumiza ndani kwa ndani mpaka imemletea kufikia kwenye hali hii.
Basi Ola akanasema tayari ameshapata huduma, manesi na madaktari wameshamwangalia hapa na wamempa dawa. Basi baada ya siku 2-3 tayari hayo amesharuhusiwa na yupo nyumbani. Wakiwa nyumbani wanaanza kuongea. Ola anaelezea kila kitu Ayo pamoja na Kemi kuhusiana na yule demu wake wa zamani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mimi siwezi kufanya kitu chochote kumuumiza mtu yoyote hapa kati yenu nyinyi wawili, kwani nyinyi ni watu muhimu sana katika maisha yangu. Ayo akasema, Ola, sio kwamba mimi sikupendi. Ni vile tu dada yangu amepitia changamoto nyingi sana. Mimi sitaki tena endelee kuumia. Yote haya yasingetokea kama ungeniambia au ungeongea na mimi kwa mara ya kwanza kabisa. Ndio najua na naomba msamaha sana. Basi akaomba msamaha pale na Ayo akawa amemsamehe. Kusamehe kaka. Na nashukuru sana kwa kuokoa maisha yangu. Bila wewe ingekuwa habari nyingine sasa hivi. Baada ya kusikiliza habari yako kuhusiana na yule demu wako wa zamani na kwamba sasa hivi hauko naye, basi imekula kwake. Nataka nikuhakikishie kabisa kuanzia sasa hivi una baraka zangu zote kwa dada yangu. Na kisha wanakumbatiana. Basi Ola na Kemi wanakuwa wamerudiana rasmi kabisa na mapenzi yao ndo kama yanaanza upya. Ayo anamvalisha pete Kemi wakiwa ndani ya gari. Basi Kemi anafurahia maneno yote 32 nje. Nakupenda pia. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu.